Naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini tena kwa mara nyingine kuniteua kuwa mbunge wa kuteuliwa miongoni mwa wabunge wake aliowateua, na kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na kwa kuwateua Mheshimiwa Ngwaru Jumane Magembe na Mheshimiwa James Kinyasi Milia kwa manaibu wa waziri katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Aidha, napenda kuwashukuru waheshimiwa manaibu wangu hao mawaziri wawili kwa ushirikiano wao mkubwa na wa dhati wanaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku katika wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuamini Balozi Dr. Samuel William Shelukindo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, na Mheshimiwa Balozi Said Shaib Musa, Naibu Katibu Mkuu. Naomba kutumia fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwashukuru wakuu wa idara zote na vitengo wa wizara yangu, waheshimiwa mabalozi wote wanaowakilisha nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nje ya nchi, na leo kwa bahati nzuri wako maamidi wa mabara mbalimbali na mabalozi wetu wa nje kuja kushuhudia wakati bajeti hii ikisomwa pamoja nasi, ambao umewatambulisha hivi punde. Naomba niwashukuru sana wenye viti na wajumbe wa bodi wote pamoja na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara yangu na watumishi kwa ujumla wa wizara hii kwa ushirikiano na juhudi zao katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Naomba kila mmoja wao apokee shukurani hizi kwa umuhimu wake, kuanzia ngazi ya chini kabisa mpaka kuja juu, kwani kila mmoja ana uhitaji, uwajibikaji na utekelezaji wa kazi yake maalum ambayo imezalisha mafanikio katika wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niruhusu kwa namna kipekee nimpongeze tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwana diplomasia nambari moja. Wengi hawajui kwamba yeye ni namba moja katika diplomasia, kwani hii wizara ni yake yeye moja kwa moja kama mwana diplomasia namba moja, kwa kuchaguliwa kwa kishindo kikubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hii imeonyesha imani kubwa walionayo wa Tanzania juu yake na serikali anayoongoza. Tunamwombea afya njema na umri mrefu ili aweze kuendelea jukumu yake vyema na kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuchaguliwa kwake kuwa makamu wa rais, lakini naamini pia kwa uchapakazi wake mahiri utamsaidia sana Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu, hususan katika kukuza diplomasia na kuendeleza uhusiano wa kimataifa. Tusisahau yeye alishawahi kuwa katika wizara hii kama balozi wa Tanzania nchini Brazil na balozi wa Tanzania nchini Egypt. Kwa yeye ni mwana aliyetokana na wizara hii pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha nampongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa tena kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ninamtakia mafanikio makubwa katika kuendeleza kujenga Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuaminiwa na mamlaka na kuidhinishwa na bunge lako kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kukupongeza wewe binafsi. Nimpongeze pia Mheshimiwa Spika kwa kuchaguliwa kuwa spika wa 8 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Daniel Baran Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uongozi wenu thabiti umelifanya bunge kuendelea kuwa chombo imara cha kutunga sheria, kusimamia serikali na kuwakilisha wananchi kwa ufanisi. Naomba niwapongeze watendaji wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na Mheshimiwa Katibu wa Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile niwapongeze wenye viti wa Bunge kwa kuendelea kuliongoza vyema bunge hili tukufu. Juhudi, hekima, maarifa ya wenye viti hao vimeendelea kukipa heshima chombo hiki muhimu mbele ya umma ya Tanzania, jumuiya ya kimataifa, na kukiwezesha kuisimamia na kuishauri serikali ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Najma
Murtaza Giga, mbunge na mwenyekiti pia wa kamati ya kudumu ya Bunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, pamoja na makamu mwenyekiti wake Pascal Inyasi Chinyele, na wajumbe wote wa kamati hii ambayo wamekuwa wakitupa ushirikiano mkubwa sana na wanaendelea kutupa ushirikiano huo kwa kuishauri wizara na serikali kwa ujumla. Miongozo na ushauri wao katika masuala mbalimbali imekuwa ni mchango mkubwa katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yangu na majukumu ya wizara. Asanteni sana wanakamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kumpendekeza Mheshimiwa Balozi Stephen Patrick Mbundi aliyekuwa katibu mkuu wangu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, kwenye nafasi ya juu kabisa ya kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, naye akiingia katika historia ya miongoni mwa katibu wa Jumuiya Afrika Mashariki waliotoka Tanzania. Jina lake lilipitishwa kwa kishindo baada ya kuwasilishwa na Mheshimiwa Rais katika kikao cha wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano wa 25 uliofanyika mwezi wa Machi 2026 jijini Arusha. Nampongeza sana Mheshimiwa Balozi Mbundi kwa nafasi hiyo, na naamini ataendelea kupeperusha bendera ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpongeza sana Mheshimiwa Mbundi kwa kupata nafasi hiyo yenye heshima kubwa kitaifa, kikanda na kimataifa. Aidha, napenda kumhakikishia ushirikiano wa dhati yeye Mheshimiwa Balozi Mbundi na kumtakia kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yake hayo mapya kama katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Leo sisi wa Tanzania tuna fahari kubwa sana kutoa katibu mkuu wa jumuiya hiyo muhimu kutoka nchini kwetu na kuongeza idadi ya wawakilishi wa Tanzania katika jumuiya mbalimbali kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Spika, kipekee napenda kushukuru familia yangu kwa upendo, uvumilivu na kuniombea, kunitia moyo wakati ninapoendelea kutekeleza majukumu yangu kwa juhudi na weledi. Naomba niwapongeze na kuwashukuru wanafamilia wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba yangu ni kama inavyoonekana katika kitabu cha hotuba ya bajeti ya wizara kilichowasilishwa kwako mezani na kwa wajumbe wote. Hivyo naomba kwa heshima na taadhima nisome muhtasari wake, maana kitabu chetu ni kikubwa mno, mafanikio ni makubwa mno. Chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kufanya mabadiliko makubwa mno katika wizara hii, lakini mambo ya nchi kutambulikana duniani. Kwa hiyo kitabu hichi kina kurasa zaidi ya 80. Kwa hiyo naomba niruhusu Mheshimiwa Mwenyekiti, yote hayo yaingizwe katika Hansard na mimi nisome muhtasari wa hotuba yangu, lakini wa kitabu hicho kwa bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaanza na misingi mikuu katika uhusiano wa kimataifa ya nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania imeendelea kudumisha misingi ya uhusiano na ushirikiano wa kimataifa kama ilivyowekwa na waasisi wa taifa letu na kama ilivyoainishwa katika sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024. Misingi hiyo ni kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka kamili ya nchi na uhuru wa kisiasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba yetu, kulinda uhuru wa haki za binadamu, usawa na demokrasia, kukuza ujirani mwema, kukuza umoja wa Afrika, kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na washirika wa maendeleo, kuwezesha utekelezaji wa sera ya kutofungamana na upande wowote ule na ushirikiano wa nchi zinazoendelea, kuunga mkono Umoja wa Mataifa katika kuimarisha maendeleo ya kiuchumi, amani na usalama, na kulinda maadili, mila, desturi na utamaduni wetu wa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Misingi hii imechangia kudumisha heshima na taswira njema ya taifa letu kupitia ushirikiano wawili kikanda na kimataifa katika dunia nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kusimamia msingi wake mkuu wa kutofungamana na upande wote na kuwa na uhusiano na wote. Naomba nirejee tena hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tanzania inaendelea kusimamia msingi wake wa kutofungamana na upande wowote na kuwa na uhusiano mwema na wote bila ya ubaguzi wala kukubali
uchochezi wa aina yoyote. Katika kusimamia sera hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania haitorithi adui wa mtu yoyote na itaendelea kujenga urafiki na mahusiano mema na wote duniani. Hiyo ndio sera yetu inavyosema. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nieleze kidogo juu ya tathmini ya hali ya siasa, ulinzi na usalama mzima wa ulimwengu na yale ambayo yanagusa moja kwa moja nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya siasa, ulinzi na usalama duniani imeendelea kudhoofika kutokana na kuongezeka kwa migogoro ya kimataifa, ushindani wa kisiasa na wa kiuchumi katika nyanja na njia mbalimbali, na hayo mengi yamekuwa yakitokea kwenye mataifa makubwa, pamoja na vita vya moja kwa moja na vita vya kutumia makundi mengine yenye silaha. Migogoro hiyo imeendelea kuchochewa na masuala ya mipaka, ushindani wa ushawishi wa kisiasa na kiuchumi, rasilimali, pamoja na kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya nchi na mataifa mengine yenye nguvu zaidi. Hali hiyo imeathiri sana uthabiti wa mahusiano ya kimataifa na kuongeza kutokutabirika kwa mfumo wa siasa hivi sasa duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii kipekee kumpongeza sana mwanadiplomasia nambari moja, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia kwa umahiri mkubwa sana kwa miongozo yake, busara, hekima na miongozo ambayo amekuwa akitupatia katika kusimamia hii. Naomba pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuteuliwa kwake na kuthibitishwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika na mjumbe maalum wa Pembe ya Afrika, yani Horn of Africa, inayojumuisha nchi 6 na kusimamia migogoro yote katika eneo hilo na kuwa mpatanishi mkuu. Yeye anakuwa mwakilishi moja kwa moja wa mwenyekiti wa AU, Mheshimiwa Mohamed Yusuf, AU Commission. Mheshimiwa Mwenyekiti, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuunga mkono juhudi za ufumbuzi wa mgogoro huo kwa njia ya amani kupitia IGAD, Umoja wa Afrika yani AU na Umoja wa Mataifa. Aidha, serikali inampongeza sana na kumtakia kila laheri Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete katika kutekeleza jukumu hilo alilopewa. Tunatumaini kuwa kutokana na uzoefu wake, ubobevu wake, kuwa waziri wa muda mrefu kabisa wa mambo ya nje wakati huo, na uzoefu mkubwa wa kimataifa kwenye masuala ya usuluhishi wa migogoro, atatekeleza jukumu hilo kwa umahiri na weledi mkubwa kabisa na kutimiza matarajio ya Umoja wa Afrika na kuleta amani katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuteuliwa kwake Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete katika nafasi hiyo kumeiletea heshima kubwa sana taifa letu, pamoja na kumletea heshima kubwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye aliridhia na kuidhinisha jina hilo la Mheshimiwa Kikwete kuwasilishwa miongoni mwa wachache waliowasilishwa kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Mahmoud Yusuf. Mheshimiwa Mwenyekiti, niingie kidogo kwenye Mashariki ya Kati. Eneo hili limeendelea kuwa moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa hivi sasa duniani. Mgogoro kati ya Marekani, Israeli na Iran umeendelea kutokana na mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na ushindani wa kimkakati katika eneo hilo. Hali hiyo imesababisha mapigano ya moja kwa moja kabla ya kufikiwa kwa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano hayo. Migogoro hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa hata taifa letu kwa upande wa biashara na uchumi wa kimataifa. Migogoro hiyo imeendelea kuathiri usafiri wa maji katika mlango maarufu wa bahari ya Hormuz ama Strait of Hormuz, pamoja na kupanda bei za mafuta duniani kote, ikiwa ni pamoja na kuwa 25% ya mafuta duniani yanapita hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako litakuwa shahidi kwamba mgogoro huu umeleta athari kwa bei ya mafuta na tayari umeshaanza kuleta athari katika baadhi ya nchi kusababisha migogoro kutokana na kupanda bei hizo za mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Maelezo zaidi ya eneo hili kwa kurasa 8 na kwa kina na msimamo wetu wa nchi yetu katika mgogoro huu kutaka umalizike haraka kwa njia za kidiplomasia, mazungumzo ya kirafiki na amani yameainishwa katika hotuba, katika kitabu cha hotuba kuanzia aya ya 24 hadi 36 ya hotuba ya bajeti. Naomba yote hayo maelezo yapokelewe kama sehemu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa niingie kidogo kwenye mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara na taasisi zake kwa mwaka wa fedha uliopita wa 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara ilipanga kukusanya juhudi ya shilingi bilioni 1.45 kutokana na vyanzo mbalimbali vilivyokuwa kwa makao makuu ya wizara na balozi zetu zilizokuwa nje ya nchi. Aidha, hadi kufikia tarehe 30 Aprili 2026 wizara ilikusanya kiasi cha shilingi milioni 918.77 sawa na asilimia 63.17 ya lengo la mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuiwezesha wizara kutekeleza majukumu yake kwa mwaka 2025/26, bunge lako tukufu liliidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 340.53. Kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 204.998 zilitengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 45.54 zilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Katika fedha hizo zilizotengwa kwa matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 273 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 21.33 ni kwa ajili ya mishahara. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia tarehe 30 Aprili 2026 wizara imepokea na kutumia kiasi cha shilingi bilioni 271.31 ambayo ni sawa na asilimia 79.7 ya bajeti ya mwaka wa fedha 2025/26. Kati ya fedha hizo matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 249.53 sawa na asilimia 91.18 ya bajeti ya matumizi mengineyo, na mshahara ni shilingi bilioni 17.24 sawa na asilimia 80.84 ya bajeti ya mishahara na maendeleo ambayo ni shilingi bilioni 4.53 kwa sawa na asilimia 9.95 ya bajeti ya maendeleo iliyoidhinishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa kuzingatia vipaumbele tulivyowekewa na vilivyopitishwa na bunge lako, mafanikio yaliyopatikana ni katika utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Haya yameainishwa katika aya ya 43 hadi 215 katika kitabu cha hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme mbele yako na mbele ya bunge hili, mara hii tumevunja rekodi ya mafanikio yaliyopatikana katika historia ya wizara hii, kuanzia majengo mapya, kuanzia kuzungushia viwanja, kuanzisha miradi mipya ambayo itakuwa moja kwa moja chini ya wizara hii, lakini ina ufadhili mbalimbali kutoka wafadhili na wakopeshaji, ikiwemo jengo la mkutano wa kimataifa mjini Arusha, jengo la aina yake ambalo linatarajiwa kuweza kuhimili na kupokea wageni ama washiriki zaidi ya 5,000. Hayo yote yametokana pia na bunge kuwa kivutio cha kuleta mkutano wa IPU duniani ambao ya kwanza kabisa katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mabunge yote duniani, kila bunge likiwa na wabunge 5 watakutana nchini Tanzania. Hiyo ni mara ya kwanza, na bunge hili linatambulikana na wajumbe wote takriban 180. Kwa hiyo hata ukitokea mzunguko mwingine, wengine hatutakuwepo, inaweza kuchukua miaka 100 kutokezea mzunguko mwingine wa mkutano huo kuja. Kwa hiyo nikupongeze wewe Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, katibu wa bunge na kamati yenu ya kusimamia mkutano mkuu wa IPU, mabunge yote ya kimataifa duniani kufanyika hapa Tanzania. Lakini sisi kwa upande wetu Wizara ya Mambo ya Nje tunaendelea pia kushirikiana kwa karibu na kujitayarisha. Yote hayo mafanikio ya kinchi, mabara, ziara za waheshimiwa, Mheshimiwa Rais mwenyewe, makamu wa rais, waziri mkuu,
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi yamo katika kitabu cha bajeti na naomba yapokelewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niingie kidogo kwenye utekelezaji wa majukumu ya taasisi zilizokuwako chini ya wizara yangu moja kwa moja. Katika kipindi hichi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC ilipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 33.18 kutokana na huduma mbalimbali na mikutano ya kimataifa inayofanyika hapo kituoni. Katika haya yote ni kutoka vyanzo vyake vya mapato ya ndani. Aidha, hadi kufikia mwezi wa Aprili 2026 kituo hicho kiliweza kukusanya jumla ya shilingi bilioni 18.22 sawa na asilimia 55 ya malengo tuliyowekewa. Vile vile kituo kilitumia kiasi cha shilingi bilioni 17.71 sawa na asilimia 53 ya makadirio ya mwaka. Hii inaonyesha uwiano mzuri wa kile kilichopatikana kutokana na kile kilichopangwa kutumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu yaliyotekelezwa na AICC yameainishwa kwa kina pamoja na miradi yao yote mipya mikubwa inayoendelea kupangwa pamoja na mradi unaotarajiwa huku hapa jijini Dodoma katika aya ya 226 hadi 236 katika kitabu cha hotuba ya bajeti. Naomba waheshimiwa wabunge wa bunge lako tukufu wapokee maelezo hayo kupitia katika kitabu chetu cha hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niingie katika mpango wa hiari wa Afrika wa kujitathmini katika utawala bora, kwa ufupi unajulikana kama APRM, African Peer Review Mechanism. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 APRM Tanzania iliidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 1.25. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 567 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi milioni 689.55 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Fedha zote ni ruzuku kutoka serikali kuu. Aidha, hadi kufikia mwezi wa Aprili 2026 APRM Tanzania imepokea jumla ya shilingi 639.44 sawa na asilimia 50.85 ya fedha zote zilizoainishwa. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 377.33 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi milioni 262.11 ni kwa ajili ya mishahara. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu yaliyotekelezwa na mafanikio makubwa yaliyopatikana katika APRM Tanzania yameainishwa katika aya ya 237 hadi 245 katika kitabu cha hotuba ya bajeti, pamoja na mafanikio ya baadhi ya nchi kuja kujifunza kutokana na mafanikio tuliyopata sisi Tanzania. Zimo nchi za SADC na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu sasa niingie katika kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim. Katika mwaka wa fedha 2025/26 kituo kilipanga kusanya na kutumia shilingi bilioni 8.27. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3.4 ni mapato kutoka kwenye vyanzo vya ndani na shilingi bilioni 4.85 ni ruzuku kutoka serikali kuu. Ruzuku hiyo ilijumuisha shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 3.35 kwa ajili ya mishahara. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia mwezi Aprili 2026 kituo kimetumia shilingi bilioni 5.06 sawa na asilimia 86 ya fedha zilizokusanywa na kupokelewa. Kati ya fedha hizo bilioni 1.66 ni kutoka vyanzo vya ndani na bilioni 2.49